Hiki ni kitabu Thawabu ya Heshima kilichoandikwa na John Bevere. Sura ya kwanza. Ingawa hii ni sifa iliyopotea katika karne ya 21, dhana hii bado ina nguvu za kutubadilisha. Kwenye sinema, onyesho la heshima linaweza kuleta machozi wakati ujasiri na kujitolea kunaposhuhudiwa. Chunguza tena sinema maarufu kabisa zilizowahi kuwepo na utapata kwamba heshima imehusishwa kwenye asili ya hadithi husika. Tunaisifu fadhila hii kwa njia ya ajabu, lakini iko wapi katika maisha yetu ya kila siku? Dhana kwamba heshima inaweza kuwa jambo la kawaida kwenye maisha yetu ya kila siku imekuwa jambo geni katika kizazi chetu. Nataka kuona heshima ikirejeshwa kwa wana wa Mungu na binti zake pia. Ndiyo funguo muhimu wa kupokea kutoka kwa Mungu, na kwa sababu hii adui wa nafsi zetu ameondoa nguvu halisi za heshima. Heshima huambatana na thawabu kubwa, thawabu ambazo Mungu anatamani uwe nazo. Heshima ina nguvu za kuboresha maisha yako kwa njia kuu. Uko karibu kuanza safari itakayo kupeleka karibu na moyo wa Mungu, chanzo cha yote yaliyo ya heshima. Ninaomba kwamba kweli hizi zilizojaa ufunuo zitabadilisha maisha yako kwa njia kubwa na ya kimatendo. Wengi huwa hawajasoma kweli hizi mpaka baadaye maishani mwao. Kwa sababu hii, Mtume Yohana anaandika hivi kuhusu jambo hili muhimu. Katika waraka wa Yohana wa pili, mstari wake wa 8 inasema hivi: jiangalieni nafsi zenu, msiyapoteze mliyoyatenda, bali mpokee tuzo timilifu. Yohana alikuwa mzee alipoandika maneno haya, na alikuwa akitazama nyuma akiangalia karibu karne nzima ya kuishi. Alitupatia hekima aliyoipata kupitia kwa bidii nyingi ili tuweze kufaidika leo. Yohana alikuwa amepata mtazamo mzuri unaopatikana na watu walioishi muda mrefu na kwa njia njema. Ni hatima inayofikiwa kwa kuwa mwaminifu katika wito wa maisha yako, mahali pa uhakikisho na nguvu, jambo linaloliita upako wa babu au bibi, yani nyanya. Na watu hawa wanapozungumza, wenye hekima husikiliza. Kwa miaka mingi nimefurahia sana kukutana na watu wachache kama hawa. Hawa ni mabalozi walioishi vyema kwa miaka mingi na kufikia kiwango cha kuangalia nyuma wakiwa na maarifa. Wazee hawa wenye maarifa kwa kawaida huwa na sifa kadhaa, na tutazungumzia 3 kati ya sifa hizo hapa. Kwanza, wao huwa na wepesi wa kuelewa kiini hasa cha jambo. Huwa hawaharibu wakati kwa mambo yasiyo muhimu. Pili, wao husema mengi kwa maneno machache. 3, maneno yao yachagua kunena huwa ni mazito. Maneno yao machache hubeba uzito mkubwa zaidi kuliko maneno yale yanaposemwa na mtu mwingine ambaye hajaishi vyema au kuishi muda mrefu kama wao. Baada ya kukaa na kuzungumza nao, huwa najipata nikitafakari kwa miezi kadhaa sentensi moja au 2 tu kutoka kwa wazee hawa. Kwa misingi hiyo basi, tunaweza kusema kwamba Mtume Yohana alikuwa akisema mambo mazito hapa. Kusema kweli, nimeyatafakari maneno haya yaliyovuviwa na Mungu kwa miaka mingi, na ufunuo ulio ndani yake unaendelea kupanuka tu. Ama kwa kweli, nimeandika vitabu 2 kwa mujibu wa mwongozo wa maneno yake haya. Kimoja ni kile kilicho mkononi mwako sasa hivi, na kingine ni msukumo wa enzi ya milele. Hebu tuchunguze onyo lake kwa kuangalia fungu moja la maneno hadi lingine. Usipoteze urithi wako. Anaanza kwa kusema jiangalieni nafsi zenu. Yohana anatutia moyo kila mmoja wetu tuwe waangalifu, tujichunguze na kujihadhari. Maneno haya yana shurutisho, kwa sababu kila anachotaka kusema hakifai kupuuzwa, kinafaa kutafakariwa. Lazima tuwe makini ili tusipoteze yale tuliyoyatenda. Maneno mazito haya, tunaweza kupoteza matokeo tuliyoyapata kupitia kwa bidii. Fikiria mkulima anayefanya kazi ngumu ya kuandaa shamba lake. Anafanya kazi katika joto jingi la jua ili kuondoa mawe na visiki ambavyo vinaweza kuzuia udongo usizae mavuno. Mara anapomaliza kazi hiyo, anailima ardhi kwa maandalizi ya upanzi wa mbegu zake. Shamba likishapandwa, anafanya bidii kudumisha hali nzuri kwa mimea yake ili istawi kwa kuongeza mbolea, kupalilia na kuzimwagilia mbegu zake maji. Mimea inapochipuka, kazi yake inaendelea anapolilinda shamba lake kutokana na magonjwa na uharibifu. Kisha wiki chache kabla ya kuvuna, anachoka na kukata tamaa. Kazi yake yote inakuwa ni ya bure, kwa sababu anapoteza mazao yake yote kwa sababu ya kupuuza kwake. Au labda mvua kubwa ilipotishia kunyesha, aliona dalili zake lakini hakufanya chochote, na kosa hilo likamgharimu mavuno.
Ni upotezaji mkubwa wa wakati, pesa, juhudi na rasilimali unaompata kwa sababu ya kusita kabla tu ya kupata mavuno. Na mfanyabiashara je, anayefanya bidii kuijenga kampuni yake kwa miaka mingi, lakini mwishowe anaipoteza kwa sababu ya maamuzi machache yasiyo sawa. Kwa mara nyingine tena, ni jambo la kusikitisha. Katika hali zote mbili, faida ya juhudi nyingi inapotea kwa sababu ya maamuzi machache mabaya. Hii ndio sababu maandiko yanatutia moyo tena na tena tumalize safari yetu vyema. Ukiangalia katika Mathayo 10:22, Mathayo 24:13, hata Marko 13:13, inasema hivi: mwenye kuvumilia hata mwisho. Tena katika Waebrania 3:14 inasema tumekuwa washirika wa Kristo kama tukishikamana na mwanzo wa uthabiti wetu kwa nguvu mpaka mwisho. Na tena katika Ufunuo sura 2:26 inasema yeye ashindaye na kuyatunza matendo yangu hata mwisho. Na orodha inaendelea. Ukristo sio mbio za masafa mafupi, bali ni mbio za uvumilivu. Kwa hivyo jambo muhimu sio jinsi tunavyoanza mbio zenyewe, bali ni jinsi tunavyozikamilisha. Maamuzi yetu huamua jinsi tunavyomaliza, nayo huundwa na mifumo tunayoimarisha katika safari zetu kila mmoja. Mida ya mabadiliko ya kina maishani. Kulikuwa na tukio na mmoja wa wana wetu wakati fulani. Alitaka kufanya kitu ambacho sikukubaliana nacho. Alifahamu msimamo wangu, lakini nilihisi alikuwa na umri wa kutosha kufanya uamuzi huo, kwa hivyo uamuzi wa mwisho ulikuwa wake. Muda ulipita na nikagundua aliishia kuchagua kwenda kinyume na ushauri wangu. Baadaye tuliketi chini ili kuzungumzia uamuzi wake. Nilimweleza hivi: uamuzi ulikuwa ni wako, lakini ninataka kuchukua nafasi hii kukufundisha kutoka kwa tukio hili. Sikiliza hadithi hii ya kweli. Kulikuwa na mfalme mdogo aliyeitwa Rehoboamu. Muda mfupi baada ya kuanza utawala wake, swali liliibuka kutoka kwa raia wake: babako alifanya maisha yetu kuwa magumu kwa sababu ya kazi nzito aliyotutwika. Tafadhali punguza kongwa hili zito, nasi tutakutumikia kwa furaha. Yule mfalme kijana akawaamuru watu hao warudi baada ya siku chache kusikiza uamuzi wake. Washauri wa babake wakamwambia, ukiwatumikia watu hawa na kuzingatia mahitaji yao na uwajibu kwa huruma, ufanye kazi pamoja nao na kuwaelewa, watakufanyia chochote unachokitaka. Katika Wafalme wa Kwanza sura 12 mstari wake wa 7 kutoka kwa tafsiri ya The Message. Ulikuwa ushauri mwema na wa busara, lakini yule mfalme kijana alikataa ushauri wao na kwenda kwa washauri wa rika lake. Wakamwambia, watu hawa wanaolalamika wakisema baba yako alikuwa mkali sana kwetu, punguza uzani na mzigo, waambie hivi: kidole changu cha mwisho ni kinene kuliko kiuno cha baba yangu. Ikiwa mnafikiri maisha chini ya uongozi wa baba yangu yalikuwa magumu, basi hamjaona kitu. Baba yangu aliwapigwa kwa mijeledi, bali mimi nitawapigwa kwa minyororo mpaka mtokwe damu. Mstari wa 10 hadi 11 kutoka kwa tafsiri ya The Message. Yule mfalme barubaru Rehoboamu alitii ushauri wa marafiki zake na akawa na matokeo mabaya. Ufalme ambao baba yake Sulemani alikuwa ameujenga uliraruliwa kutoka kwake, na kabila 10 kati ya makabila 12 ya Israeli yalijitenga naye kabisa, huku zaidi ya 80% ya ufalme ukiraruliwa kutoka kwake, kutoka kwa mkono wake Gamu. Uamuzi mmoja mbaya ulimgharimu sana maisha yake yote. Kisha nikamwambia, mwanangu, hebu turudi nyuma kidogo. Labda kwa miaka mingi kabla ya Rehoboamu kuwa mfalme, yeye na marafiki zake walimfanyia mzaa baba yake Sulemani na hata kuupinga ushauri wake au wa wale wazee waliokuwa washauri wake. Labda walimcheka kifichifichi, huku wakinywa divai na kutikisa vichwa vyao faragani kwenye vyumba vya kifalme kwa kile walichoona kuwa ushauri wa kijinga na wa kizamani. Pengine mawazo yao ya kiburi yalikuwa yamejaa kwenye kichwa cha Rehoboamu, akisema hivi: nitatulia tuli kabla sijawa mfalme, lakini mara tu nitakapotawazwa sitawasikiliza wazee hawa wajinga. Maamuzi yake ya kupuuza na kudharau hekima ya wazee wale haikumgharimu kitu alipokuwa angali mwana wa mfalme. Hakujua alikuwa ameanzisha mtindo mbaya katika maamuzi yake, na siku moja angefanya jambo la kishenzi huku akijiona kuwa mwenye busara. Wakati wa kufanyika mabadiliko ya kina maishani mwake ulipofika, hakuwa na kiolezo cha kufanya maamuzi yanayofaa kumsaidia kufanya uamuzi mwema wakati huo.
Kisha nikaendelea, sote huwa na nyakati za kufanyika kwa mabadiliko ya kina maishani mwetu. Ni kama kufanya mtihani na kitabu chetu kikiwa wazi, lakini hatujui kwamba tulikuwa tunatainiwa mpaka mtihani unapomalizika. Mwanangu, uliamua kutotii ushauri wangu, na wakati huu haikugharimu chochote. Lakini siku yaja, wakati wa mabadiliko ya kina utakuja. Ikiwa tayari una uzoefu wa kutii ushauri wa busara, utafanya vivyo hivyo na utapata tuzo kubwa. Kuendelea kutoka kwa mfano wa mwanangu, hebu tuchunguze mfano mwingine. Wana wa Israeli hawakuwa na uzoefu wa kukumbatia neno la Mungu. Aliwakomboa kutoka utumwani, lakini walilalamika mara kwa mara na kutotii. Kulikuwa na nyakati tabia hii ilionekana kana kwamba haiwagharimu sana, na nyakati zingine haikuonekana kana kwamba iliwagharimu hata kidogo. Lakini katika mchakato huo, mtindo ulikuwa unaanzishwa. Hatimaye wakati wao wa mabadiliko ya kina ulifika. Wapelelezi 12 walitumwa kwenda Kanaani kuangalia nchi aliyokuwa amewatengea Mungu kuwa yao. Wapelelezi wale walirudi na ripoti mbaya yenye malalamiko, na umati wote wa watu uliofuata na kuanza kulalamika kama awali tu, sawasawa na uzoefu wao, lakini wakati huu iliwagharimu sana. Kamwe hawangeingia nchi ya ahadi na wangetangatanga maisha yao yote jangwani. Ghafla walipoteza kila kitu walichokuwa wamefanya bidii kukipata. Hawangeweza kupindua hasara yao. Ingawa Mungu alikuwa amewaahidi nchi hiyo, kamwe hawangeimiliki. Kama vile Rehoboamu alivyopoteza makabila 10 katika kipindi cha maisha yake yote, na ikaendelea kuwa hivyo hata katika vizazi vya baadaye. Kuna somo muhimu hapa kwa vijana na wazee. Hatupaswi kumtii Mungu tu, tunahitaji kuuelewa moyo wake. Hapo ndipo tutakapoona hekima iliyo katika maagizo yake na kutoyaona kama vizuizi au sheria. Yule mfalme barubaru Rehoboamu hakuuelewa moyo wa baba yake wala ule wa wazee waliomshauri. Kile kizazi cha kale huko Israeli hakikuona vyema yale aliyokuwa anawafanyia Mungu wala kuelewa wema wa moyo wake kwao, na walipoteza kila kitu. Sasa hebu tuangalie upande ule mwingine wa sarafu hii. Kuna mifano kote kwenye maandiko ambapo watu waliuona moyo wa Mungu na wakaanza kufanya maamuzi yenye hekima. Wakati wa mabadiliko ya kina usiotarajiwa ulipofika, waliuitikia kwa njia sahihi na wakapokea thawabu kubwa. Njia rahisi kabisa ya kutopoteza kile tulichofanya bidii kukipata ni kukuza mtindo wa kuheshimu ushauri wa Mungu kila wakati. Kila siku tunapewa fursa ya kufanya maamuzi. Kutakuja kufika siku ambapo tutatazama nyuma na kutambua nyakati za mabadiliko ya kina maishani zilikuwa zipi hasa. Na ikiwa tulikuwa tumekuza mitindo ya kiungu, tutaendelea kuifuata na baadaye kupata thawabu yetu. Thawabu hii inatuleta kwa swala la Yohana linalofuata, na kama kumbukumbu tu tutaangalia mstari wote tena. Unasema hivi: jiangalieni nafsi zenu, msiyapoteze mliyoyatenda, bali mpokee tuzo timilifu. Yeye ni mtoa thawabu. Katika Waebrania 11 mstari wa 6 tunaona hivyo. Huu ni ukweli tunaopasa kuimarisha kilindini mwa mioyo yetu. Kwa kweli, yeye hupenda kuthawabu watu. Alijitambulishaje kwa Abrahamu? Katika Mwanzo 15 mstari wa 1 inasema hivi: baada ya mambo hayo, neno la Bwana likamjia Abrahamu katika njozi likinena, usiogope Abrahamu, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Alisema mimi ni thawabu yako kubwa sana. Jamani, hii ni njia ya ajabu sana ya kujitambulisha, hasa wakati wewe ni Mungu Mwenyezi. Ukiangalia Zaburi 19 mstari wake wa 9 hadi 11 inarudia jambo hili. Amri za Bwana ni kweli na ni za haki kabisa, katika kuzishika kuna thawabu nyingi. Ni tafsiri ya Amplified hiyo. Tunasoma katika Zaburi ya 57 mstari wa 2 kwamba nitamlilia Mungu aliye juu, yeye anayetenda kwa niaba yangu na kunipa thawabu. Alafu kwa mkazo inasema yeye anayetimiza makusudio yake kwangu na kuyakamilisha kabisa. Ni tafsiri ya Amplified hiyo. Mungu ni mwenye kuthawabu na anapenda kuwapa watoto wake thawabu. Kama baba ya wanawane, nimegundua sehemu ndogo ya furaha hii. Napenda kuona macho yao yaking'aa na shukrani na kutazama hisia ya kutosheleka inayotulia juu yao wanapofurahia matokeo ya uamuzi waliofanya vyema na kupewa thawabu kwa ajili yake. Lakini nimejifunza pia kwamba sio busara kuthawabu tabia mbaya.
Kuthawabu wale wasiostahili au wale ambao hawajafanya bidii kustahili kuipata ni kuharibu nguvu za kichocheo, na kichocheo ni kitu chema. Wana wangu wanajua ninawapenda, lakini kwa miaka mingi wamekuja kupata ufahamu tofauti kati ya upendo wangu na furaha yangu. Mungu anatupenda kila mmoja wetu kwa kina, na upendo wake ni mkamilifu. Lakini hiyo haimaanishi kwamba hakutakuwa na wakati ambapo hajafurahishwa kabisa na matendo yetu au maamuzi yetu. Mungu huwapa thawabu wale anaowafurahia, nao ni wale wanaotii ushauri wake. Tazama, Yohana anasema, bali mpokee tuzo, yaani thawabu timilifu. Nilipokuwa nikitafakari kauli hii, niliangaziwa neno timilifu. Niliwaza, ikiwa kuna tuzo au thawabu timilifu, basi bila shaka kuna uwezekano wa kuwa na kipande au sehemu ya tuzo, na hata kutokuwepo na tuzo kabisa. Kumbuka, hatuzungumzii wokovu hapa, bali thawabu. Katika kutafakari zaidi, nilihitimisha kwamba kuna matumizi mawili yanayoyazungumzia Yohana hapa. Kwanza ni kuhusu kiti cha hukumu cha Kristo. Paulo anasema, lakini tuna moyo mkuu, nasi tunaona ni afadhali kutokuwamo katika mwili na kukaa pamoja na Bwana. Ni katika Wakorintho wa pili sura yake ya 5 mstari wa 8. Mara moja tunajua kwamba Paulo hazungumzii wanadamu wote, maana wakati mtu asiyeamini hayuko kwa mwili wake, hayuko uweponi mwa Bwana, bali yuko kuzimu. Hii inaweza kuonekana kama ukali wa namna fulani, lakini ni kweli. Yesu hakuja katika ulimwengu wetu kuulaani. Kinyume na hayo kabisa, alikuja kuuokoa. Ulimwengu tayari ulikuwa umelaaniwa kwa sababu ya Adamu aliyetuuza kwa kifo cha milele. Ukiangalia katika Yohana 3 mstari wa 17 hadi wa 18. Ni wale tu wanaompokea Yesu kwa kuyatoa maisha yao kabisa kwake watakao kuwa uweponi mwa Bwana watakapoondoka kwa miili yao ya hapa duniani. Paulo anaendelea kuwazungumzia waumini akisema katika Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 9 hadi wa 10. Kwa hiyo tena, ikiwa tupo hapa au ikiwa hatupo hapa, twajitahidi kumpendeza yeye, kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili, kadri alivyotenda, kwamba ni mema au ni mabaya. Kila muumini atasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Siku hiyo kila mmoja wetu atapokea kulingana na yale tuliyoyafanya katika muda huu mfupi hapa duniani. Tafsiri ya Habari Njema inasema kila mmoja wetu atapokea kile anachostahili. Hatukuhukumiwa kwa ajili ya dhambi zetu, maana damu ya Yesu iliondoa adhabu ya milele inayoambatana na dhambi. Badala yake tutapewa thawabu au kupata hasara kwa sababu ya yale tuliyoyafanya kama waumini. Matendo yetu, maneno yetu, mawazo yetu na hata nia zetu zitachunguzwa katika nuru ya neno lake. Mambo ya muda mfupi tuliyojenga maisha yetu juu yake duniani yatateketea, yaliyosababisha kupoteza kwa fursa nyingi, kisha yaliyo ya milele yatafanya tupate thawabu. Ni katika Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa 14 hadi wa 15. Ukubwa wa hasara ya thawabu utakaokuwepo utatofautiana kuanzia kuteketeza kwa kila kitu tulichofanya, ila tutakuwa tumeokolewa, lakini ni kama kwa moto, mpaka mahali pa juu pa kutawala pamoja na Yesu Kristo milele na milele. Ni Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 15 na Ufunuo 3 mstari wa 21. Bila shaka upana ulioko kati ya haya mawili ni mkubwa. Hali ya kwanza italingana na mfano wetu wa kutokuwa na thawabu yoyote. Hali ya pili italingana na mfano wa thawabu kamilifu, na kitakacholingana na kipande au sehemu ya thawabu itakuwa ni mahali popote kati ya hali hizi mbili. Maamuzi haya ya kiti cha hukumu yanaitwa hukumu za milele katika Waebrania 6 mstari wa 1 hadi wa 2, ambayo inamaanisha kamwe hakutakuwa na kugeuzwa kokote, marekebisho au mabadiliko yoyote yatakayofanywa kwa hukumu hizo. Kwa hivyo inaweza kuhitimishwa kwamba kile tunachofanya kuhusu msalaba wa Kristo kitaamua mahali tutaishi milele, lakini tutakavyoishi baada ya kufanya hivyo kama waumini kutaamua jinsi tutakavyoishi milele. Kwa hivyo ni jambo la busara kutia bidii kuangalia kila maandiko yanayosema kuhusu hukumu za milele na thawabu ambatanifu. Ufahamu huu unaonwa kama mafundisho ya kimsingi ya Kristo. Katika shule ya kimsingi, mawe ya kujenga msingi wa elimu yako hulazwa katika maeneo kama kusoma, kuandika, hesabu na kadhalika. Je, unaweza kufikiria kujaribu kujenga elimu yako ya shule ya upili au ya chuo kikuu
bila kujua kusoma, kuandika au kufanya hesabu? Haiwezekani. Lakini waumini wengi sana hujaribu kujenga maisha yao ya Kikristo bila ujuzi huu wa kimsingi wa mafundisho ya Kristo. Umuhimu wa tatizo hili ulinisukuma kuandika kitabu Msukumo wa Enzi ya Milele, somo linaloshughulikia swala hili kwa kina, na ninakipendekeza kama kitabu kinachofaa kuambatana na ujumbe huu. Maisha haya. Tumethibitisha kwamba mitindo ya kiungu huwa ina ahadi ya thawabu mbele ya kiti cha hukumu, lakini baraka mitindo hiyo hutufikia katika maisha haya pia. Tunasoma utauwa hufaa kwa mambo yote, yaani unayo ahadi ya uzima wa sasa na ya ule utakao kuwepo baadaye. Ni Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 8. Baba yetu anatamani kutupatia thawabu wakati huo, na wakati huu wa sasa pia tunapotii ushauri wake. Tunaambiwa katika Mithali 11 mstari wa 31 kwamba mwenye haki atapewa thawabu duniani, si mbinguni tu, bali katika maisha haya pia. Na tena katika Mithali 13 mstari wa 21 inasema watu wenye haki watapewa thawabu ya vitu vyema. Yakobo analisisitiza jambo hili zaidi anaposema, ndugu zangu wapenzi, msidanganyike. Kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili hutoka juu, hushuka kwa Baba. Ni Yakobo sura ya kwanza mstari wa 16 hadi wa 17. Mema hutoka kwa Mungu. Usimhusishe Mungu na mambo mabaya na yale yanayodhuru. Yeye ni mtoaji wa mema. Shauku ya Mungu ni kukupatia thawabu ya baraka zake, yaani faida hapa na sasa hivi. Thawabu zake hazina majuto. Tunaambiwa katika Mithali 10 mstari wa 22 kwamba baraka ya Bwana hutajirisha, wala hachanganyi huzuni nayo. Na tena katika Mithali 28 mstari wa 20 inasema mtu mwaminifu atapata thawabu nono. Thawabu nono ndiyo thawabu kamilifu. Katika kuendelea kutafakari maneno ya Mtume Yohana, niliwaza hivi: ili kuwepo na hali hizi mbalimbali za tuzo au thawabu kamilifu, thawabu yenye sehemu au ya kipande, au na hata kutokuwepo kwa thawabu kabisa katika siku zetu zijazo, basi ina maana kwamba ndivyo ilivyo katika maisha haya pia. Baada ya kuchunguza maisha ya Yesu, jambo hili lilikuwa wazi kwangu. Alipotembea katika ulimwengu huu na kukutana na watu, kulikuwa na baadhi yao waliopata sehemu au kipande cha thawabu, wengine hawakupokea chochote, na wengine walipokea thawabu kamilifu. Hebu tuangalie mifano ya kila moja ya hali hizi na kuona mitindo inayoibuka, ili tuonyeshe kile anachokitakia kila mmoja wetu. Tunakuletea Messenger X, jukwaa mpya kabisa ya kupakua rasilimali na kutazama video moja kwa moja. Maktaba yote ya kidijitali ya rasilimali kutoka kwa John na Lisa Bevere, ikiwa ni pamoja na mafundisho ya video, vitabu vya kusikilizwa, vitabu vya kielektroniki, filamu fupi, Biblia na zingine nyingi. Jukwaa hii mpya inatumika kwa vifaa vyote vya kidijitali na inapatikana bila malipo kwa zaidi ya lugha 111. Kuwezesha kila mmoja, kila mahali kufanyika mfuasi wa Kristo. Pakua programu hii au nenda kwa messengerx.com.